maneno yao yote aliyoambiwa. Wana wa Israeli wakaona uso wa Musa, ya kuwa ngozi ya uso wake Musa iling'aa, naye Mungu akautia utaji juu ya uso wake, tena hata alipoingia kusema naye. Jina la Bwana libarikiwe. Kwamba unapokwenda kuzungumza na Mungu, unapoishi na Mungu, ni lazima utabadilika sura. Inawezekana sisi tusibadilike kwa namna ile unayoijua au unayoiona, lakini Bwana ana upendeleo ambao anampatia mtumishi wake. Kwa watu walimwogopa Musa alipokuwa anakutana na Bwana, na ndivyo ilivyo. Maana katika Daudi, katika kitabu cha Zaburi, anasema mtu ambaye anamtumainia Bwana, anamtumikia Bwana, basi usimsote kidole. Daudi ndivyo anavyosema, usimsote kidole. Kwa maana hiyo, utaji ni utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ulikuwa karibu na Musa. Utukufu wa Mungu ulikuwa karibu na Musa. Na hata wakati mwingine huwa ninazungumza, ninawaeleza watu, jamani, ninyi muwe makini na sisi, muwe makini na watumishi wa Mungu. Lakini si watumishi wote, ni watumishi wa Mungu tu ambao wanaijua kama wako salama na Mungu wao. Hao wana utaji ambao wanauvaa wanapoingia mbele za Bwana. Bwana wanaonekana wanajitakasa, wanajisafisha, wanajiosha. Hao kishajiosha, unapokea utaji karibu na Mungu, unaongea na Mungu na Mungu atakusaidia. Sisi kabla ya kuzungumza na Mungu huwa tunaweka jambo moja, ili uzungumze na Mungu vizuri na Mungu aweze kujibu mambo yako vizuri. Tulisema jambo la kwanza, mshukuru Mungu. Chukua muda mrefu, shukuru Mungu. Halafu kisha mshukuru Mungu, basi mwambie mambo yote umeniumba, umefanya kuwa hivi, fanya kuwa mzuri. Wala sio shida kusema Mungu alivyokupendelea wewe. Lakini la pili, mwambie katika usemi wangu, katika mwenendo wangu, katika tabia zangu, katika mawazo yangu, katika fikira zangu, yawezekana nimekukosea, Bwana unisamehe. Na Musa ukumbuke, anasema tunapotoka hapa kuelekea huko katika safari yetu ya kwenda Kanaani, tunakwenda na nani? Mungu. Utupe mtu wa kwenda naye. Sasa mtu wa kwenda na Mungu, utaratibu wa kutembea na Mungu unajulikana. Mungu hawezi kutembea na mtu mchafu, Mungu hawezi kutembea na mtu mwovu. Mungu hutembea na mtu aliye safi, na mtu mnyenyekevu, mtu mkamilifu, mtu mwaminifu, mtu mtakatifu. Mungu hutembea naye. Kwa hiyo Musa sasa mtakatifu, kwa ana sura ya Mungu, anatembea naye na kwenda kuzungumza na Mungu. Na sisi tuombe Mungu